na uchumi. Na mimi binafsi wiki hii kwa nizamu yangu ya kufundisha semina masuala ya uchumi. Tulianza Jumatano, tukaja Ijumaa, na leo siku ya 3 kwangu mimi kumalizia semina hii. Wiki ijayo pia ataingia mwalimu mwingine, wiki inayofuata ingia mwalimu mwingine, mpaka mwezi wa 5 tunaisha, ni mwezi wa semina masuala ya uchumi kwa sisi watu tuliokoka wa Kristo. Bwana asifiwe sana. Tunapoongelea Mkristo na uchumi, neno Mkristo tunamaanisha specifically kwa mtu aliyekoka. Bwana asifiwe. Maana yake tunamaanisha wewe. Bwana asifiwe. Tunamaanisha nani? Wewe. Bwana asifiwe. Sasa katika somo hili binafsi nilikuwa najikita sana kwenye mafanikio kwenye uchumi. Mafanikio kwenye, nikasema kwamba mafanikio yetu kwenye uchumi kwetu sisi watu ambao tumeokoka yanatofautiana sana na watu ambao hawajafanyeje, hawajaokoka. Kwa sababu njia zao wanazotumia wao sio njia zetu. Bwana asifiwe. Unapookoka tu njia za mafanikio kwenye uchumi kwako wewe mpendwa ni tofauti kabisa na njia za wale wengine ambao hawajafanyeje, hawajaokoka. Nikatoa mfano, kuuza pombe sio dhambi kwa mujibu wa katiba na sheria ya nchi hii. Unapewa na leseni kabisa. Si ndio hivyo? Kwako uliokoka kuuza pombe ni sawa? Sio sawa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo kwa ulimwengu wa dunia hii si dhambi wala sio kosa, lakini kwako mpendwa ni nini? Ni dhambi na ni kosa. Bwana asifiwe sana. Lakini ni masuala ambayo yanahusu nini? Uchumi. Na watu wanaingiza fedha nyingi sana kwa kupitia hayo mambo. Bwana asifiwe sana. Kwako wewe mtumishi wa Mungu hiyo sio nini? Sio halali, sio sawa. Ni nini? Ni dhambi. Bwana asifiwe. Ni dhambi kwa sababu tu umefanyeje? Umeokoka. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kama njia zetu sisi sio njia zao, na wao na njia zao, sio hivyo? Bwana asifiwe sana. Ni kweli hata wao pia wana Mungu, wana miungu yao. Bwana asifiwe. Lakini miungu yao sio Mungu wako, sio hivyo? Na wewe una Mungu wako. Nikatoa mfano, nikasema hivi, Shetani pia na yeye huwa anawapa watu mali, utajiri, sio hivyo? Lakini ili akupe mali au tajiri anazingatia nini? Ibada. Anazingatia nini? Ibada. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Kwa nini anazingatia ibada? Ili ujue anazingatia ibada, tuliona pale kwenye Mathayo pale, wakati Yesu ametoka kufunga siku 40, ana upako mkubwa, ndipo mjaribu Shetani akamjia. Jaribu la kwanza lilikuwa nini? Chakula. Jaribu la kwanza chakula. Alimwambia ageuze mkate jiwe kuwa nini? Kuwa mkate. Bwana asifiwe sana. Yesu akamshinda kwa neno. Hakumwacha. Bado alimjaribu tena. Alimchukua. Biblia inasema alimchukua. Si ndio hivyo? Akampeleka kwenye kilima kinara kirefu. Yaani Yesu alichukuliwa. Aliyetoka kufunga siku 40. Ambaye ni Mungu. Tunakubaliana na wote. Akapelekwa kwenye kinara kinini? Kirefu. Akaoneshwa utajiri wa dunia. Yaani yuko juu, tuseme hapo uko juu ya mlima fulani hapo unaangalia hiyo. Ukiwa juu unaonaga mabati yaliyopigwa hapa, unaangalia kule chini kule mabati yalivyokaa pale. Sasa Shetani naye alimweka Yesu juu ya kinara kirefu, akamuonesha utajiri wote. Akasema ukinisujudia nitakupa hivi vyote. Yaani Shetani alikuwa haoni haja ya kupoteza vitu vyote kumpa Mungu, kumpa Yesu. Anataka nini tu? Asujudiwe. Hivi mnapata kitu hapo? Mnapata kitu? Yaani yeye alikuwa lazi kabisa kumpa vyote. Shetani anampa Mungu, anampa Yesu. Kwa kufanyaje tu? Kwa kupiga tu goti tu. Kuna siri gani kwenye goti? Mpaka Shetani akubali atoe vyote kwa ajili ya goti. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Yaani kuna siri gani? Goti tu. Kama sasa hivi nikisema kwani shilingi ngapi? Kupiga magoti tu. Wala siwe. Ungesema kwani shilingi ngapi? Ina karibu shilingi ngapi? Kama nikichafuka nitafukuta tu miguu. Si unamuuliza kukuabudu, kukupigia tu magoti tu. Sio hivyo tu. Bwana asifiwe sana. Ni Shetani huyo alitaka Mungu Yesu amsujudie, amfanyie ibada. Hivi ashumu kama Shetani alikuwa tayari kumpa Yesu vitu vyote ili asujudiwe tu, Mungu je? Bwana asifiwe. Mungu je?
Tunapata picha? Tunapata picha? Mungu je? Kwa hiyo sisi na sisi tuliokoka, watu wa Mungu, pia na sisi ibada ni kitu cha msingi sana. Kwenye masuala nini yao? Ya uchumi. Bwana asifiwe. Kwenye masuala ya uchumi, watu wa Mungu, ibada ni kitu cha muhimu sana. Tunayo watumishi wa Mungu. Nini? Ibada. Watu wa dunia, kuna watu wametangaza kabisa. Of course vijana tupo hapa tunafuatilia kwa mtu anaitwa Chief Godlove. Tunafuatiliaga. Anaongea masuala jicho la tatu si nini. Tunajuaga. Aitangaza kabisa ni mambo ya Freemason, yani wazi yani. Na anakuambia kabisa utoe makafara, anasema mimi natoa makafara. Anajitapa anatumia gari la milioni 800 si la bilioni si nini. Bwana asiwe. Ni kweli sio kwamba anasema uongo, anavyo kweli. Na achasema wazi kabisa. Yeye sio Mungu anayempa hivi, sio Mungu wetu. Ni miungu yao. Bwana asiwe. Alimpigia shetani magoti. Shetani akampa nini? Tajiri, mali. Mungu wetu ni zaidi ya watumishi wa Mungu. Bwana asiwe. Mungu wetu ni na ndio maana kama umeokoka na umeokoka ukiwa mtu mzima kidogo, kabla hujaokoka unaona kuna mabadiliko makubwa sana kabla hujaokoka na baada ya kuokoka kwenye masuala ya kiuchumi. Kama ni shahidi hiki kitu utagundua kuna tofauti mkubwa sana. Yaani kuna mambo kabla hujaokoka yalikuwa yanaenda vizuri kabisa yani. Ulikuwa unafanya mambo yako, unafanikiwa. Ulipookoka tu, yani mambo yamekuwa ni magumu sana. Tuko pamoja watumishi wa Mungu. Kwa sababu gani? Watu wa dunia hii ambao hawajaokoka, mtu ambaye hajaokoka, shetani anamwacha tu ni wa kwake. Tumeelewana? Shetani anamwacha tu. Biblia inasema vita yetu sisi ni juu ya nini? Si juu ya nini? Bali ni juu ya falme, magiza, mapepo, wakuu wa anga. Ni vita ya nani? Watu wa Mungu na haya mafalme ya anga ni hawa watu wengine ambao ni magiza. Je, wale pale vita yao ni nani? Mungu anawapiga vita wale? Hawana vita. Si ndio hivyo? Kwa hiyo ndio mambo yanakuwa marahisi kwao. Kwa sababu shetani hawezi kumpiga vita. Yule ni wa kwake tu, yani anakakenge kake pale. Yule ni kuku tu, muda wote anaweza kujichinjia. Kwa hawezi kumpiga vita yule. Si ndio hivyo watumishi wa Mungu? Si ndio hivyo? Sasa wewe sasa ambaye kiasi unasema shetani toka na kuchoma na kuteketeza, wewe ndio vita. Na hujampigia goti. Na umekataa kumpigia goti. Wewe sasa ndio. Bwana asiwe. Na moja maeneo ambayo anajua kabisa akikukamata vizuri, uchumi tu. Kuna lesson inasema vita uchumi ni nini? Hizo ni kauli za dunia tu. Vita uchumi ni mbaya. Hata katika ulimwengu wa kiroho, shetani akitaka tu kuchezea wewe, anachezea tu uchumi tu. Watumishi wa Mungu tusipokuwa na hela, mambo ya magumu ya baadaye. Unaona kama kila mtu anakusomea hivi. Bwana asifiwe sana. Kumbe mtu mwingine ajipitia tu habari. Unaona kama kwa kibulia uvumbi au kisha tu ana bajaji yake ndio ameamua kulifanya hivi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Shetani akiamua akukamate mtumishi wa Mungu, sema mbana kama sana masuala nini? Ya uchumi. Bwana asifiwe. Sasa wiki iliyopita tulielezea kama mtumishi wa Mungu, mtu uliokoka, lazima vitambue vitu hivi viwili kwa masuala ya kiuchumi. Ujue kwamba kuna chanzo cha uchumi na kuna mifereji ya nini? Ndipo tulipoanza napo. Bwana asifiwe sana. Chanzo cha uchumi na mifereji ya nini? Ya uchumi. Watu wa Mungu kwa kutokuvielewa hivi vitu, kwa kutovielewa hivi vitu vizuri, kwa kutovielewa vizuri hivi vitu, tumechanganya. Yaani hivi vitu inatakiwa uvielewe, halafu uvipe umuhimu wake. Yaani usichanganye ule umuhimu kwamba chanzo cha uchumi ile heshima au ule umuhimu ambao ungekipa chanzo cha uchumi ukamipa mifereji ya uchumi. Bwana asiwe. Sasa sisi kwa kutoelewa, watu waliokoka, kwa kutoelewa tumechanganya. Alafu kwa kuchanganya kwetu tumeshindwa kufanikiwa. Bwana asifiwe sana. Wakati mwingine hata mafanikio na sisi tumefanikiwa, kimsingi sio mafanikio. Yaani kuna mahali Mungu atamani kutupeleka. Mungu akikuangalia katika jicho la kimbingu, wewe kuna mahali bidii uwe.
lakini ulivyo hivi unajisikia umefanikiwa, lakini hujafanikiwa. Mtumishi wa Mungu, unga sio akiba. Yaani unaunga wakula mwezi mzima, sasa mimi nimefanikiwa hapa ni gasida. Ukichungulia hao mwezi mbili inatosha hii. Sio mpango wa Mungu. Wewe ufanikiwa wake uwe na unga tu ndani. Kwa hiyo sana tumisha Mungu. Tunaelewana? Yaani kuna mahali Mungu atamani ufike, akikuongelea yani. Bahati mbaya au bahati nzuri, sio kwamba Mungu. Yaani Biblia inasema najua mawazo ni wawaziayo. Ni mawazo mema. Biblia inasema yaani Mungu wakati anatumba shaandaa amani kabisa. Yaani wewe umezaliwa hapa, utapita hapa, utapita hapa, mwisho utafika hapa. Yaani yote yaisha chora kabisa ta mpaka destination yako, yaani leo mwisho wako yani ushawekwa. Na Mungu mpaka kukuumba hakuwekea mwisho mbaya. Yaani mwisho wa Mungu aliyokuumba wewe ni mwisho nini? Nzuri. Unaelewa watumishi wa Mungu? Yaani kwa sababu ulizaliwa tu. Ukuzaliwa kwa bahati mbaya. Ulizaliwa kama hata kama ulizaliwa nje ya ndoa. Ulizaliwa na wazazi ambao hawajaokoka. Si kwa bahati mbaya. Ulizaliwa kwa nini? Kwa makusudi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na Mungu tayari ashakuandalia njia ya kupitia mpaka mwisho utakao ufika. Sasa nini ambacho akifanya shetani? Shetani naye ni roho. Si ndio hivyo? Shetani naye ni nini? Ni roho. Kama Mungu alikuwa roho, naye ni roho. Bwana asifiwe sana. Angalia huyu kwamba huyu hapa huyu atakuja kuwa mtu mkubwa sana. Atakuja kuutesa ufalme wangu sana. Hapo anaanza kuingiza vitu vyake. Anaoviingiza vitu vyake kwako vya kishetani au vitu ambavyo vya kimungu. Maana yake anakutoa kwenye ile njia ambayo Mungu alifanyeje? Alikuwekea. Sio kwamba Mungu akuweka, hajaweka. Ila kwa sababu kupita kwenye njia yako ile ambayo Mungu anataka upitie ili ufikie yale ambayo anataka ufike. Ndio maana unashindwa kufikia kuyapata yale. Ukitoka nje ya njia, maana yake sasa ndio umetoka nje ya mafanikio yako. Ndio kifanya shetani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Tunaelewa watumishi wa Mungu. Kwa hiyo Mungu atuwazia mema na achachilia baraka kabisa. Tumebarikiwa kwa baraka zote kabisa. Kuanzia za rohoni mpaka za mwilini. Bwana asifiwe sana. Tumebarikiwa. Yaani kama tutabarikiwa. Maana wewe ushabarikiwa. Vipo ni issue tu ya kuviteka ili vionekane katika ulimwengu wa kimwili. Tunavitekaje sasa? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo shetani, vita shetani juu ya mtumishi wa Mungu wewe uliokoka ndio inakutoa kwenye reli ushindwe kukutana na baraka zako. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tukasema kuna chanzo cha uchumi na mifereji ya nini? Ya uchumi. Kwa kufupisha, chanzo cha uchumi ni Mungu wetu. Yaani Mungu ndio chanzo cha uchumi kwa watu ambao wameokoka. Nikasema kama alivyokuwa shetani ni baba wa uongo. Yaani hakuna mtu mwingine atakao muongo zaidi ya shetani. Fonda wa uongo ni nani? Yaani hata udanganye, wewe utaita baba wa uongo wewe. Sisi unanielewa? Yaani hata uwe muongo kiasi gani, wewe ukita baba wa uongo. Baba wa uongo atakuwa nani? Yeye ndio founder, yaani yeye ndio mwanzo wa uongo na ndio mwisho wa uongo. Yeye ndio shetani, yaani yeye ndio baba wa uongo. Kwa hiyo hata Mungu kwetu ndio chanzo cha nini? Cha uchumi. Watumishi wa Mungu, watu tuliookoka, chanzo cha uchumi wetu ni nani? Ni Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa nini nasema haya? Ni kwa sababu nasema wiki iliyopita, wiki nyingine iliyopita ile, tukafundishana principles za uchumi ni nini. Katika yote hayo ukumbuke Mungu ndio chanzo nini? Cha uchumi. Bwana asifiwe sana. Mungu ndio chanzo nini? Kwa kujua kwamba Mungu ndio chanzo cha uchumi, ile sifa ambayo angepewa Mungu, ile heshima ambayo angepewa Mungu, tumewapa watu, tumelipa vitu. Mungu akaona wivu, akakatisha tu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema Mungu ni Mungu mwenye wivu. Hashei utukufu na kitu na binadamu na mtu yeyote huyo. Bwana asifiwe sana. Anapoona amekupa kitu, umefanikiwa, halafu wewe ukashindwa kutambua kwamba aliyefanya ni Mungu, ukapeleka sifa kwa vile ambavyo ulihisi ndio umekufanikisha, Mungu anajisikia uivu sana, anajisikia vibaya sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Sasa ili kukusaidia, anastopisha kwa anakatisha kwanza.
mambo yanaweza kuwa magumu, haieleweki, huoni njia, huoni mpenyo. Ukitumia tekniki zako, ujanja wako, elimu yako, ujuzi wako, mambo hayaendi. Unajiuliza kwa nini? Mungu anataka kufundisha kwamba sio uwezo wako, bali ni nani? Ni Mungu, ni mimi. Bwana asifiwe sana. Chanzo cha uchumi ni nani? Ni Mungu. Kwa hiyo Mungu apewe heshima yake kama chanzo cha uchumi. Tunachenga sana hapo watumishi wa Mungu. Yaani hiki ni kitu ambacho naweza nikafundisha mambo yote, lakini natamani utoke na hichi kitu tu. Mungu ndio chanzo cha. Ukitambua kwamba ni Mungu, utajua tu Mungu anataka nini. Hutaona shida kumtolea Mungu fungu la 10. Utasema vyote ni nini? Ni vyake. Na ndio amenipa. Bwana asifiwe sana. Yaani kwa nini nataka utambue umuhimu wake? Kutotambua umuhimu wa chanzo cha uchumi, tumeshindwa kuyafanya yale ambayo Mungu anataka tufanye. Hatukumpa umuhimu unaostahili. Kutompa umuhimu unaostahili, tumeshindwa kutimiza yale ambayo anataka tufanye. Bwana asifiwe sana. Tatizo hilo. Bwana asifiwe. Hilo ni tatizo. Ni kweli tulalamika sana mambo yanakuwa ni magumu, lakini mimi naamini kabisa tukijua hilo na tukifanyia kazi, Mungu atasaidia, tutafanikiwa. Bwana asifiwe sana. Yaani sikukatazi kabisa, tumia principles za uchumi. Tenga kwenye hela yako yote, weka 50% sio ya nini, ya matumizi mengine, 30%, 10% ya fungu la 10. Ya Mungu, mtambue Mungu kwanza kwamba ndo nini? Ndo chanzo. Bwana asifiwe sana. Ukimtambua Mungu ndo chanzo, yani kila utakayoipata ya Mungu utampa Mungu. Kama hujafanya mambo yako yote, Bwana asifiwe, na kwako utafanya. Bwana asifiwe. Tumejifunza kuwa watu wa namna gani, kuhudumia wateja vizuri, kufanya ile yote hayo. Usipotambua kwa Mungu ndo chanzo cha uchumi, itakuwa ni bure. Bwana asifiwe. Itakuwa ni nini? Ni bure. Tukajifunza pia namba 2, mifereji ya nini? Ya uchumi. Tukasema mifereji ya uchumi ni nani? Ni wanadamu. Bwana asifiwe sana. Nikasema mifereji ya uchumi nani? Ni wanadamu. Hapa pia napo sasa hivi nataka tuwe katika, yani unajua tuko wengi sasa hivi, yani nashindwa kuanza tu kurukia tu tulipoishia. Natamani tuwe katika tuwe pamoja, yani unajue ukiwa hapo unajua kama tuko pamoja, hatuko pamoja. Kwa hiyo natamani nikutoe sehemu hii ninapoendelea sasa. Nikisema namba 2 sasa, unajue tuitoka wapi. Bwana asiwe. Bwana asiwe sana. Ni hasara kubwa sana hii. Ningenyamaza nisingesema. Sema ni kwa ajili ya watu. Bwana asiwe. Amen. Kwa hiyo unapoona watu, natamani kitu kisikie. Bwana asiwe sana. Na wewe uliofika ukasikia mambo sio bahati mbaya. Ni makusudi kabisa, Mungu amekusudia uyapate. Bwana asiwe sana. Tukasema mifereji ya nini? Ya uchumi. Tukasema mifereji ya uchumi, wanadamu sasa ndio mifereji ya nini? Ya uchumi. Moja wapo ya jambo ambalo Mungu analiona ni la thamani sana kumtendea mwanawe, basi ni kumletea watu wa thamani maishani mwake. Bwana asifiwe sana. Mungu anapotaka kubariki huwa anatumia watu. Waswahili wanasema ishi vizuri na nani? Ishi vizuri na nani? Mungu naye anatumia watu. Kama shetani anavyotumia watu. Yaani wote hawa, Mungu na shetani, wote vita yao kubwa ni watu, wanatumia watu yani. Mungu akitaka afanye kazi anatumia watu. Shetani akitaka afanye kazi anatumia nani? Watu. Kwa hiyo ni rasilimali ya muhimu sana katika ufalme wa Mungu na ufalme wa nini? Wa giza. Yaani katika falme zote hizi mbili, mtu ni rasilimali ya muhimu sana. Bwana asiwe. Bwana asiwe sana. Mmoja wapo ya jambo ambalo Mungu pia analiona ni la thamani kumtendea mwanawe, wewe mtu mpendwa uliyekoka, ni kukuletea watu wa thamani maishani mwako. Bwana asiwe. Hakuna mwanadamu ambaye hahitaji watu. Kila mwanadamu anahitaji watu. Lakini wengine Mungu anakuletea watu ili akusaidia kufika mahali ambapo Mungu anataka afanyeje? Akufikishe. Bwana asifiwe sana. Yaani anapotaka Mungu ufike mahali anataka kukufikisha, anakuletea watu kwa ajili ya kusupport, kukusaidia ufike kule ndoko kufike. Bwana asifiwe sana. Hao watu wanatumiwa na nani? Na Mungu. Na Mungu ndo anayewaleta. Sasa chanzo na mifereji. Kwa kutotambua chanzo na mifereji ya uchumi, chanzo cha uchumi nani, mifereji ya uchumi nani, wewe ukawapa sifa ya Mungu, kawapa watu, ukijua ndio watu walio kusaidia, usijue ni Mungu amewatumia wale watu wakusaidie,
Ndivyo kosa linapowazia. Na ndio maana kama tujue ili kwa wapendwa wa watumishi wa Mungu, mifereji ya uchumi na chanzo cha nini? Hii mifereji, unajua maana mifereji? Mfereji ni njia, si ndio hivyo, ya kupitishia kitu au vitu kwenda sehemu fulani, ila pale unapitia tu, si ndio hivyo? Ila kuna chanzo. Kuna andiko fulani la muhimu sana tulilisoma kwenye Mwanzo ile 2. Bwana asifiwe sana. Si muda utatosha, yani naona kama bado. Natamani tupate kitu hapa. Ile Mwanzo 2. Bwana asifiwe. Mwanzo 2 mpaka 14. Aliyepata some haraka haraka. Mwanzo 2 mstari wa 10 mpaka 14. Naam. Mwanzo 2. Ukatoka mto. Naam, na hapo. Ukatoka mto katika Edeni na ukitilia bustani maji, na kutokea hapo ukagawanyika kuwa na vichwa vinne. Mstari wa 11, jina la wa kwanza ni Kishoni, na ndio unaozunguka nchi yote ya Havila ambapo kuna dhahabu. Endelea mchungaji. 12, na dhahabu ya nchi ile ni njema, huko kuna bedora. Endelea. Shohamu. Amen. Tatu. Na jina la mto wa pili ni Gihoni, ndio unaozunguka nchi yote ya Kushi. Na jina la mto wa tatu ni Hedekeli, ndio unaopita mbele ya Ashuru. Na mto wa 4 ni Flat. Amina. Mchungaji ishi hapo. Bwana asifiwe sana. Ili andiko ni muhimu sana. Nitaka nilisikie bila yaani leo natamani tupate kitu. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema kwenye ile bustani ya Edeni, ukatoka mto katika Edeni kuitilia bustani maji, na kutokea hapo ukagawanyika kuwa vichwa vinne. Bwana asifiwe. Nikasema hivi, Edeni haikuwa kama kanisa hili, kama ni point. Yaani Edeni ilikuwa ni eneo, tuseme kama Kitulu kizima. Hii ndio Edeni. Yaani eti Kitulu kizima, sio swali gani? Yaani kama Kitulu yote hii ndio ilikuwa Edeni. Yaani Edeni haikuwa kama ni mti au nyumba tu. Yaani Edeni ilikuwa ni eneo kubwa. Bwana asifiwe sana. Sasa katika Edeni ulitoka mto ambao uliitilia maji Edeni zima yote. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Tunaelewana? Yaani kwanza hapo hata kuelewa. Bwana asifiwe. Ulitoka mto, halafu Biblia inasema huo mto ukagawanyika kuwa vichwa vinne. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema hivyo vichwa vinne ambao sasa ni mifereji sasa hiyo. Hiyo vichwa hivyo vinne hivyo mgawanyiko huo sasa hiyo ndio mifereji. Yaani unajua si mto ukienda kuchimba mifereji unapeleka maji kule huko. Hii si mifereji tayari. Yaani automatic tu njia inaitwa mifereji. Si ndio hivyo? Si ndio hivyo? Yes. Chanzo kikubwa cha ni mto Ruaha, ndio hivyo. Watu wa busara kilima hapa tuwatendaga mfereji fulani na kuleta maji kwake. Sasa ile Ruaha ndio Edeni sasa. Bwana asifiwe. Kuna mchungaji ana shamba kule wapi Mseke. Akatoa mto kaenda Mseke kutilia maji kule Mseke. Bwana asifiwe sana. Kuna bwana mchungaji mchungaji Ndokole. Kuna mzee Ndokole yuko hapa Kitwilu hapa, na yeye pale akatoa mfereji pale ukaleta maji. Kuna kule kwa bibi yangu kule Nyamuhanga kule, bibi yangu pale, au kwa mzee Kikwenu pale kule, na wao wakatoa mfereji ukapeleka maji kule. Kuna bwana Swai kule mjini, na yeye akasema nahitaji maji, na mimi mfereji ukatoa maji ukapeleka kule kwao, lakini chanzo ni moja ambao ni mto Ruaha. Huu mfano naona ni nzuri. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sasa kuna
huu mto huu mfereji unaitwa Pishoni. Ulipeleka maji, ulikuwa unazunguka sehemu ambayo inaitwa nini? Havila. Bwana siwe. Kuna hii Gihoni. Hii ilizunguka Kushi. Kuna Hidekeli ilizunguka eneo ambayo inaitwa nini? Ashuru. Bwana siwe sana. Na kuna mwisho kuna nini? Flat. Zote hizi ni mifereji. Lakini chanzo ni nini? Ni kimoja. Ndio mto huo mmoja. Bwana siwe sana. Bwana siwe sana. Sasa nikasema hivi, watu wa Mseke maana yake ili wapate maji walitegemea ule mfereji ambao unapeleka maji wapi? Mseke. Wewe ukiudharau ule mfereji wako ule, usitegemea utapata maji kutoka kwenye mfereji wa Swai kule. Si ndio hivi? Yaani ukidharau huu ndo basi upati maji, sio hivyo? Lakini je, huu mfereji watoa maji wapi? Watoa kwenye chanzo kimoja ambacho nini? Ndio mto Ruaha. Sasa wewe utunze sana mfereji wako, ukasahau Ruaha. Watu wakaanza kufika miti kule, wakaanza kufanya mambo yake kule, mto ukakauka. Huko utapata maji? Hutapata maji, sio hivyo? Kwa hiyo kumbe mfereji una thamani, lakini thamani ya chanzo ni tofauti na mfereji, sio hivyo? Bwana asifiwe sana. Sasa ukijua kuipa heshima sahihi mfereji, ukaipa heshima yake, na chanzo ukaipa heshima yake, mambo yataenda vizuri. Kwa kutotoa heshima sahihi kwa vile vitu, mfereji na chanzo, tumechanganya mambo. Chanzo akasema sawa, tunalingia mfereji wako, mimi huku na nyamaza tuone. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ama umenielewa sasa nikisema kwa chanzo na nini? Mfereji. Mnielewa watumishi wa Mungu? Mnielewa watumishi wa Mungu? Sasa kuna ngoja kama ilivyo. Kuna specific mfereji unaotakiwa kukuzunguka wewe kwenye eneo lako ulipo. Bwana asifiwe sana. Yaani wewe hapo kwenye eneo lako wewe ulipo, kuna mfereji ambao unataka kuzunguka wewe, kuletee wewe baraka zako kule uliko. Yaani mfereji wako wewe sio mfereji wangu. Hata kama tunaishi katika ulimwengu wa kimwili tunaishi ni sahihi, yaani naona kama ni sawa. Lakini mfereji wako wewe ni wewe wa kwako. Uliko wewe ndio mfereji wako wewe huo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ukiuacha kutengeneza mfereji wako, ukitegemea kuna mfereji wa rafiki yangu nitatumia ule pale ile, ndipo unaweza kufanikiwa. Lakini katika yote hayo kipo chanzo ambacho ni kimoja. Bwana asifiwe sana. Chanzo kwa watu waliokoka ni nani? Mungu. Wote tuliokoka, chanzo chetu ni kimoja. Lakini mifereji ni nini? Tofauti. Sehemu ya kuchumia riziki wewe Mungu anaijua. Yaani ukimjua yule mwenye chanzo yule anaitwa, yeye ndo atakueleza mfereji wako ni upi kwa ajili yako ambao utakufanikisha. Bwana asifiwe sana. Sasa hakuna kuwa na mahusiano mazuri na yule chanzo, hata mfereji nao tumeshindwa kufanikiwa kwa sababu mfereji tumerukia mfereji ya wenzetu ambao haikuwa yetu, ni ya kwao. Tukashangaa wenzetu kwa wazee kufanikiwa, mfereji unapelekea maji, wanabarikiwa, wanafanikiwa. Lakini sisi mfereji ule ule kwetu kwa nini? Kumbe huko Kitwilu hatumia mfereji wa Mseke. Hivi kwa kila kawaida tu, yani mfereji umepita zake, tena hujapitia huku. Yaani umepita kule umepita umenyoka hivi. Kwa hiyo unyofu ule kutoka yani namna fulani ya yani hamna. Bwana asifiwe sana. Kila mtu inatakiwa apate mafanikio kupitia mfereji ambao unatoka kwenye chanzo sahihi, na mfereji uwe sahihi. Bwana asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu, kila ambacho kinakuingizia fedha, kinakusaidia katika uchumi wako, yamkini ndio mfereji wako wa uchumi. Lakini sasa kuna wakati mwingine mfereji unakuwa sio sahihi. Yaani sio yani Mungu hakutaka ufanikiwe kupitia mfereji huo. Bwana asifiwe. Yeye ni chanzo, alijua kabisa mfereji wako ni huu. Lakini kwa kutokuwa na mahusiano mazuri tu na yeye mwenye ambaye ni chanzo, ukarukia mfereji ya wenzako. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tunaelewana hapo jamani? Hili ndio tulipate sasa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Sasa wanadamu kama mfereji ya uchumi,
tukasema kwamba unachokiomba kwa Mungu kipo kwa watu. Bwana asifiwe sana. Unachokiomba kwa Mungu kipo kwa watu. Hiyo biashara hiyo kazi, ujuzi uliokuwa nao, nafasi uliokuwa nayo, wewe sio wa kwanza. Bwana asifiwe. Yaani wewe ndio unavianza hivi. Vyote hivyo kwa watu. Bwana asifiwe. Hata kazi unayoomba kwa Mungu akupe kazi, yaani kuna watu wamezisikilia hizo kazi. Bwana asifiwe. Yaani hizo kazi pia zina watu pia wanafanya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ishi vizuri na nani? Sasa hapa naongelea sasa mifereji ya uchumi. Bwana asifiwe sana. Kuvipa thamani inayotakiwa watu. Ishi vizuri na nani? Na watu. Bwana asifiwe sana. Kule nyuma huko tungesema customer care, kuwajali, yaani lugha ya kijasiriamali. Bwana asifiwe. Tuliambiwa kule wiki ya kwanza ile ya huyo ni. Yote tuliambiwa. Lakini mimi naongelea katika ulimwengu wa kiroho. Ishi vizuri na nani? Na watu. Bwana asifiwe sana. Ukiomba Mungu fedha, Mungu anachokifanya ni kukutanisha na watu aliyebeba fedha yako. Bwana asifiwe. Yaani ukimwomba Mungu fedha, Mungu anachokifanya, yeye hata shuka atakuletea mila shwa, ataimwaga shwa. Unaidaka hivi, unaweka kwenye wallet. Ila Mungu anakutanisha na nini? Na watu. Bwana asifiwe. Tukasoma kule kutoka kama Mungu huwa anatupa nguvu za kupata nini? Utajiri. Bwana asifiwe sana. Mungu hawezi kuletea mahela hivi, yani amefungwa kwenye briefcase kwa mtu anaburuta hivi. Yani kuna malaika yuko amevaa kazi nyeupe, mrefu. Anaulizia kwa mzee kwenu wapi? Nimetuma nipeleke mahela, aliomba mahela. Bwana asifiwe. Mungu anatumia watu. Mungu anatumia nini? Watu. Bwana asifiwe sana. Kama ni biashara, watu watakuwa ni wateja. Kama unafanya kazi ya ufundi, watu hao ndio watakuletea wateja. Ndio hivyo Hivi itikaje blaza pale kwenye karakana yako pale umechonga vitanda vingi, hamna wateja. Si unakosa hela? Mungu akitaka kukupa wewe fedha atakuletea watu waje afanye wanunue. Mungu ataleta malaika waje wanunue pale. Hata kama ni malaika atawaleta kwa sura za nani? Na watu. Wewe utaona nani? Bwana asifiwe sana. Mfereji wa uchumi ni nini? Watu. Watumishi wa Mungu wapendwa, ni kweli tumeokoka. Tusiwadharau watu. Tusiwadharau nini? Mtu hajaokoka, usimdharau. Bwana asifiwe. Usimdharau mtu au kwanza hajaokoka, ataniambia nini kwanza? Anicha ziada. Bwana asifiwe. Kila mtu mheshimu. Kila mtu. Bwana asifiwe. Mbingu ni za Mungu, lakini hii nchi Mungu amewapa nani? Wanadamu. Wanadamu hajawapa walokole peke yao. Ndio hivyo, amewapa wanadamu. Hata huyo ambaye unamdharau huyo hajaokoka, ataniambia nini? Ataongeza nikola ni mlevi tu huyo. Jiona kirudi anapiga makelele tu, alipiga makelele hapa. Mbingu ipi na yeye ni ya kwake, ni ya watu, ya wanadamu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Tuheshimu nani? Watu. Kwa hiyo hapa ngoja niongeze maelezo mengine hapa. Kwenye watu hapa. Cha muhimu sana watumishi wa Mungu, tuombe Mungu atukutanishe na watu nini? Sahihi. Bwana asifiwe sana. Tuombe Mungu atukutanishe na watu nini? Sahihi. Omba Mungu akukutanishe na watu sahihi, wa thamani, waliobeba unachokihitaji. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni prayer point yako. Omba Mungu akupe watu sahihi. Yaani kila kitu unachokitaka wewe kipo mikononi mwa watu. Bwana asifiwe. Wateja ni watu. Ndio hivyo. Kazi zipo kwa watu. Ndio hivyo. Kila kitu kipo kwa watu. Kwa hiyo omba Mungu akutane na watu nani? Sahihi. Bwana asifiwe sana. Kwa Mungu anathamini watu. Na wewe pia unahitaji watu ili ukafikie ndoto zako na maono ulio nayo. Bwana asifiwe sana. Unahitaji watu kabla ya vitu. Bwana asifiwe sana. Unahitaji, yani hebu kashike ka point yako. Unahitaji watu kabla ya vitu. Unahitaji watu kabla ya vitu. Kwenye vitu hakuna watu, ila kwenye watu kuna vitu navyo vihitaji. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa nini hii naikazia sana hii? Sababu nakuelekea huko
kuna maelezo fulani yatategemea hichi nilichokiongea hapa. Kwa hiyo nagusia hapa ili tukienda hapa mbele kuna connection. Ndio hivyo Bwana asifiwe sana. Unahitaji watu kabla ya vitu. Kwenye vitu hakuna watu, ila kwenye watu kuna vitu navyo vihitaji. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tunaelewana? Unasikia kwamba mtu akitajiri warafiki wengi wanakuwa sio watu wengi na kuzunguka wengi wanakuwa sio rafiki wa kweli. Kuna wale watu wa vitu wale. Yaani wale watu ambao ni tunataka machawa yani. Yaani kwa sababu ni tajiri tu wewe yuko tayari afanye lolote. Umepoa. Anakupa masifa yote manini. Kisa tumefanyeje? Una kitu. Bwana asiwe. Filisika uone. Filisika uone ndo utajua. Bwana asiwe sana. Sasa unahitaji nani? Watu. Kabla ya vitu. Bwana asiwe sana. Bwana asiwe sana. Ishi vizuri na nani? Jamani, hii ni yani samani ya wapendwa. Ni kauli rahisi sana, ishi vizuri na watu, lakini kauli ya kiroho kabisa. Yaani ni kauli ambayo inaweza imezoeleka mtaani kama ni kauli ya kawaida kabisa, ishi vizuri na watu. Lakini kauli ya kiroho kabisa. Ishi vizuri na nini? Bwana sana. Kama Mungu anatumia watu kukufikisha mahali unapohitaji kufika, basi uwe na uhakika unatakiwa kukaa na watu vizuri. Bwana sana. Bwana sana. Sasa kuna ile Wafalme wa Pili wale. Kitabu cha Wafalme wa Pili, tufunue Biblia. Unaweza kaisi hapa anafundisha masuala seminar, anaongea tu. Ni mambo ya kiroho kabisa. Nikisema mambo ya kiroho namaanisha. Bwana sana. Wafalme wa Pili 4:2 mpaka 3. Wafalme wa Pili sura ya 4. Mstari wa 2 mpaka wa 3. Wafalme wa Pili. Nitasoma ili twende haraka. 4:2 mpaka 3. Biblia inasema, kwenye wafalme hapa tunamuona mtu mmoja ambaye anaitwa nabii. Nabii nani huyu? Nabii Elisha. Bwana asifiwe sana. Ngoja tusome kwanza. Biblia inasema, Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Akasema, nenda ukaazime vyombo huko nje kwa jirani zako wote. Kwa jirani zako wote. Sema mbona atilia mkazo. Ishike. Jirani zako wote. Mkazo wote. Jirani zako wote. Hilo ni neno kutoka kwa nabii. Nabii anasema, huyu mtu huyu mpaka mwisho kwanza. Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa mafuta. Akasema namba 3, nenda ukaazime vyombo huko nje kwa jirani zako wote. Vyombo vitupu. Wala usiazime vichache. Usiazime vichache. Kisha uingie ndani ukajifungie mlango wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Ngoja nishe tu hapo. Bwana sio sana. Sasa hii hapa hii ni habari ya mama mjane aliyeenda kwa nabii kwa ajili ya kupata msaada wa kulipa deni au madeni aliyokuwa nayo, ambao mume wake ndio aliyesababisha madeni. Wala sio sana. Mama mjane huyu alienda kwa nabii kujiuliza kuomba msaada. Kuna madeni anadaiwa, ambao madeni sio yeye, mume wake aliyaacha. Bwana sio sana. Wanaume tusiache madeni. Wala sio. Ndio maana ofisa masuala ya uchumi, semina za uchumi. Usio kafa kaacha madeni. Acha mali. Wala siwe. Yaani semina kazi yake ndio hii. Tunataka tuyaepusha haya mama mjane haya. Napenda kujiuliza kwa mchungaji Nganyagwa. Niacha. Ninadaiwa madeni kibao. Madeni yangu aliacha mume wangu. Bahati mbaya alifariki. Hata anajiuliza kwa nabii, kwa mchungaji hapa. Inakuaje? Bwana sio sana. Sasa tuje kwa huyu mama mjane.
Bwana asifiwe. Ameenda kwa nabii Elisha kwenda kuomba msaada namna kuliwa yale madeni ambayo mume wake aliacha. Bwana asifiwe sana. Mama huyu, mimi na akili zangu timamu kabisa zinanituma kabisa, huyu mama alitegemea nabii pale pale angemshika mkono, angesapiga magoti, nikuwekee mkono, akampigia maombi ya uzito, kwa sababu anamwombea mjane wewe. Unajua mjane wewe hapa na madeni. Kwa mama alitegemea aidha maombi makali sana, kama mama alikuwa anamwamini Mungu, alitegemea pia maombi makali sana ili Mungu afanye njia, au alitegemea nabii bwana, nabii anaweza kuwa maskini, angesema ideni dogo hili angepa ile milioni 1. Haya, kakilie madeni. Bwana sasa. Lakini cha ajabu sana, Elisha akasemaje? Elisha alimpa maelekezo gani? Alimpa maelekezo haya. Biblia inasema, akasema, nenda ukaazime vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usiazime vichache. Haya ndio maelekezo ya nabii. Bwana asifiwe. Hebu nikuulize mtumishi wa Mungu, kwa maelekezo haya, wewe umegombana na jirani yako yule, umegombana na yule, umegombana na yule, na umeambia uazime vyombo kwa majirani zako wote, sharti la kwanza, alafu vyombo viwe vingi. Bwana asifiwe sana. Hii vingi ungeipata wapi? Kumbuka hata majirani wanakufahamu. Hivi wewe umeenda kuazima chombo, umetoka Kituru umeenda kuazima Ipogoro, kwa nani atakupa huyo jirani? Shaiti yawe nani? Kuna mashaiti mawili, awe alafu uazime kwa jirani zako wote, alafu vyombo viwe vingi. Ndio dini lako inaisha hapo. Ishi vizuri na nani? Hivi ashumu hivi unaishi nabii alivyokuwa anasema vile, alikuwa anajua kama leo majirani zake wote wameokoka? Hapana. Yamkini mama alikuwa ameokoka, mama mjane, na ndio maana akaona umuhimu kwenda kwa nabii. Lakini je, jirani zake wote walikuwa wameokoka? Lakini alisema aende kwa jirani zake. Kumbe tunaishi kwa kufanyeje? Kwa kutegemeana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tunaishi kwa kufanyeje? Kwa kutegemeana. Bwana asifiwe. Sasa Mungu alipohitaji kumsaidia huyu mama mjane, alimrudisha kwa majirani zake. Alimrudisha kwa majirani zake. Alimrudisha kwa nani? Kwa watu. Sasa si ndio hivyo? Yaani Mungu anataka kusaidia mama, lakini hakumpa direct, bali alimrudisha kwa nani? Bwana asifiwe sana. Ishi vizuri na watu. Mungu akitaka kusaidia wewe, kuinua wewe, atakurudisha kwa nani? Ashumu yule mtu anakurudisha kwake kama ulimsema vibaya, kama uligombana naye, alafu bado Mungu anakurudisha kwake yule yule. Yaani umefunga siku 3 kavu. Kwenye kufunga kwako Mungu akupa njia. Ile njia inamhitaji yule. Unafanya unashindwa kuingia kwake. Kwani kwa unajiuliza mtihani mwingine unaanzaje yani? Namwambiaje yule? Niliteleza tu. Na wewe umeokoka, unamjua Mungu, bahati mbaya sana unifanyia mtu ambaye afanyeje? Bwana asifiwe sana. Watu tuishi vizuri na nani? Bwana asifiwe sana. Kwa japo mama mjane alikuwa na mafuta, yaani kama mama mjane kama alikuwa na mafuta, hapana. Bwana asifiwe sana. Ukiangalia yale maelekezo ya nabii ni kwamba yale mafuta alikuwa nayo kidogo yale, mimine. Sio kama alikuwa na kitu yule mama. Na ndio maana aliulizwa una nini? Si ndio hivyo Mama akatoa maelezo. Kwa kutoa maelezo mama akatumia kile kitu alichokuwa nacho. Bwana asifiwe sana. Kwa japo kuwa mama mjane alikuwa na mafuta, lakini aliwahitaji watu waweze kumpa vyombo. Bwana asifiwe. Yaani wewe unaweza kuwa na vitu vyako sawa, lakini bado unahitaji watu wakupe vitu. Bwana asifiwe sana. Wale hawezi kupa mafuta sawa, ila atakupa vitu vya kuwekea. Bwana asifiwe sana. Yamkini mama alizama majaba, alizama masufuria, alizama mapipa yote. Bwana asifiwe sana. Unahitaji nini? Watu. Bwana asifiwe. Unahitaji nini? Ambao hao watu watakuletea matokeo kwenye kitu unachokihitaji. Bwana asifiwe sana. Kwa mama ili avuke pale,
ili atoke kwenye deni alihitaji watu. Bwana sasa definition ya kiroho kwamba japo mama mjane alikuwa na mafuta pia unaweza kuita kama ni kipawa fulani hivi. Bwana sana. Hata kwenye maisha ya kiroho tu wewe una kipawa. Bwana sana. Hata kama una kipawa kikubwa kiasi gani, bado unahitaji watu. Unahitaji mkono wa unahitaji mkono wa nini? Unahitaji mkono wa nini? Ndio watu hao, unahitaji watu. Bwana sana. Hata kama wewe una kipawa, una mafuta. Sasa tubadilishe mafuta kwenye ulimwengu wa kiroho sasa, tafsiri ya Biblia. Bwana sana. Kama wewe una mafuta, una kipawa fulani ndani mwako, ili kipawa kile kiweze kufanya kazi, kilete matokeo makubwa, unahitaji watu. Unahitaji mkono wa nini? Wa shirika. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Unahitaji nini? Watu. Mkono wa nini? Kiuchumi. Sasa tunarudi kama kawaida, unawahitaji watu hawa mwilini hawa. Bwana asifiwe. Ili mambo yako yafanyeje? Yaende. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo vitu kuna vitu unavyohitaji wewe, au kuna namna unataka kujikwamua kiuchumi. Hivyo vitu hutavipata au hutaweza kujikwamua mpaka pale mahusiano yako na jamii inayokuzunguka yakae nini? Vizuri. Bwana asifiwe sana. Na wakati mwingine Mungu anaendelea kama somo. Bwana asifiwe sana. Yaani wakati mwingine Mungu anataka kukufundisha kwa vitendo kabisa. Yaani akaona kabisa wewe moyoni mwako una kaloo fulani ka kiburi hivi, uheshimu watu. Kwa namna fulani Mungu amekuinua ukaishi kama wengine kama hawana thamani hivi. Mungu akatumia njia hiyo ili kukufundisha kwamba unahitaji nini? Watu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo acha kufikiria kama umejitosheleza. Yaani usifikiri kama umejitosheleza. Bwana asifiwe. Acha kuwa na kiburi na kudharau watu. Unayemdharau inawezekana ndiye amebebeshwa msaada wa kukuvusha hapo unapopitia kwa sasa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sasa tukasema hivi kuna aina tatu za watu ambao kwenye msimu huu Mungu atawaleta wakusaidie kwenye eneo la uchumi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kuna aina tatu za watu ambao Mungu atawaleta ili wakusaidie, ili wakutoe kwenye eneo la uchumi hilo lilokuwa nalo. Bwana asifiwe sana. Mungu anatamani kutuvusha, atutoe hapa tulipo, atupeleke sehemu nyingine, viwango vikubwa. Lakini sasa ili Mungu akuvushe atatumia nani? Watu. Sasa kuna aina tatu za watu ambao atawaleta. Ijumaa tuliangalia aina ya kwanza. Bwana asifiwe sana. Tukasema watu hao, namba moja, watu wanaoonekana kuja kukufilisi kwenye hicho kidogo ulicho nacho. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Najua hujaelewa. Nimekuchanganya. Ila utaelewa. Bwana asifiwe. Amen. Na ndio hapa hiki pati cha nyuma chopitia nimegusia sana hapo kwa sababu najua kuna connection. Bwana asifiwe. Watu wa kwanza ambao Mungu atawaleta kwako ili wakuvushe kwenye eneo la uchumi uliokuwa nalo ni wale watu wanaoonekana kuja kukufilisi kwenye hicho kidogo ulichokuwa. Yaani hao watu wanaonekana kabisa kuja kukufilisi. Bwana asifiwe sana. Ukiona kabisa sio maskini, ni kama hawana uhitaji hivi. Bwana asifiwe sana. Hao watu wanaweza wakawa na fedha lakini wakawa ni kama wanakunyonya tu. Kila ukiomba Mungu awaondoe kwenye saiko yako, Mungu hawatoi. Yaani bado tu. Bwana asifiwe. Yaani unajua kuna mtu anaweza kwa sababu sisi watu walio tunashukulia mambo katika ulimwengu wa kiroho. Kuna watu wanaweza ukawa nao. Unaona kabisa huyu mtu bwana Mungu kaenda kwa Mungu ili Mungu lione ili hapa. Kuna huyu mtu huyu. Yaani amekuja nyumbani ni wiki ya 3. Tangu alipokuja anakula chai cha asubuhi, mchana chakula jioni. Na najua kesho ataondoka, haondoki. Kesho pia yupo. Kesho kutwa yupo. Mungu. Najua siwezi kufukuza kwa mdomo. Ila Mungu kama useme naye basi. Kule silini kule. Sema naye basi. Lakini kila kwa Mungu bado anakupa amani naye tu. Zingatia kitu kimoja. Wewe muomba Mungu akupa amani naye huyo mtu. Ni kweli wapo watu wanaofilisi. Yaani ni true kabisa. Kama Mungu atumia watu, shetani anatumia pia nani? Watu. Kama Mungu atumia watu kukuinua, shetani pia anatumia watu kukufanyaje? Kukufilisi. Si ndio hivyo?
sharti wewe mtu wa Mungu, ama yani hapa naongelea kwa watu waliokoka. Nikasema tunashughulikia uchumi watu waliokoka tofauti na watu ambao hawajaokoka. Bwana asifiwe sana. Kwa sharti huyu mtu huyu uwe umeingia katika chumba chako cha ndani, umemwomba Mungu, bado Mungu akupa amani naye. Yaani kila ukiomba Mungu, bwana huyu mtu bwana, kama mimi naona kama yuko aninyonya tu hapa, alisha nyuma, Mungu akupa amani naye, bado tu Mungu tu ameendelea kumweka kwako. Watu hawa usijali. Hawa ni aina za watu ambao huwa wanataka wajue na nini kwanza, ndio baadaye wanageuka kuwa msaada. Na Mungu anawaleta makusudi ili akuinua kutoe mahali pale. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Nikaandika hapa note, yani sharti ni lazima uwe umejiridhisha kiroho, umemwomba Mungu. Ukiona bado una amani nao, endelea kuwahudumia. Bwana asifiwe sana. Tukasoma Wafalme wa kwanza 17 pale. Wafalme wa kwanza 17. Wafalme wa kwanza 17. 9-16. Ondoka uende Sarepta, ulio mji wa Sidoni. Ukae huko, tazama nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Basi akaondoka akaenda Sarepta, hata alipofika langoni kwa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwa akiokota kuni. Akamwita, akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kuni. Amina. Tuishie kwa hapo kidogo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hizi ni habari za nabii mwingine. Anaitwa nani? Elia. Elia, huyu ni Elia sasa. Yule alikuwa nani? Elisha. Huyu ni nani? Elia. Mungu alisema na nabii Elia, akasema ondoka uende Sarepta. Hata alipofika langoni pa mji, alisema kwamba Mungu alisemaje? Ondoka uende Sarepta, ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akufanyeje? Akulishe. Bwana asifiwe sana. Wakati huo Mungu anaongea na Elia, Mungu alikuwa hajasema na mwanamke mjane. Yaani number 2 easy point wewe umezingatia. Bwana asifiwe. Wakati huo Mungu anaongea na Elia, Mungu hakusema kabisa na mwanamke mjane. Hakusema naye kabisa. Elia alikuwa ni maskini. Alikuwa na uwezo. Lakini Mungu anamwagiza aende kwa nani? Kwa nani? Yaani bado Mungu hajaona ampeleke kwa tajiri fulani. Akamwambia kwa nani? Mwanamke mjane. Watu wanaonekana kuja kukufilisi kwenye hicho kidogo licho. Bwana asifiwe sana. Tunaendelea. Mama mchungaji, endelea hapo ulipoishia. Alipokuwa akienda, rudi nyuma kwanza pale. Basi akaondoka akaenda Sarepta. Basi akaondoka akaenda Sarepta. Hata alipofika langoni kwa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwapo akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Sasa tunamwona kabisa hapa Elia ameenda, anamkuta mwanamke mjane anaokota kuni. Bwana asifiwe sana. Ukienda mbele kwa Biblia inamwambia tu kuni zile alikuwa anaokota ni ngapi? 2. Kuni 2 tu. Yaani alikuwa haja mzigo. Maana anataka apike yeye na mtoto wake wale wafe. Acha mzigo wa nini? Hivi mnalao mtumishi wa Mungu. Yaani huyu ni mjane, chakula mjane. Alafu cha pili, hana kitu, yaani anatunga tudogo kama mkate kakozi kidogo tu. Ambako yeye ategemea ili ujue kalikuwa kadogo, kuni 2 kwa tosha kuivisha hicho kitu. Ashum kuni 2. Sio ama ametumia neno kuni, sio gogo. Kuni 2. Chakula cha kuiva kuni 2 wale watu. Chakula kidogo sana. Na alikuwa ale yeye mtoto wake ili wafanyeje? Ilikuwa ndo cha mwisho, yani tone la nini? Bwana asifiwe sana. Huyu anakuja nabii mmoja hapa. Anasema cha kwanza kaambia kaniletee nini? Maji. Hiyo ilikuwa jambo rahisi tu. Maji ile pipa limejaa maji. Ni maji ya nini kwanza? Kwanza mimi nakufa. Acha tu. Tunaelewa tumisha Mungu. Yaani hapo ya maji tu. Aliwaambia watu hapo chapu.
ila kabla hajafika kuchukua maji akaitwa tena. Akasema alipokuwa akienda kuleta, akamuita akasema, alikuwa hajaleta bado. Alipokuwa anaenda, kwa sababu alikuwa chapo anaenda, akamkatisha kwanza, samahani baba nakuomba. Akasema niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi. Huo sasa ilikuwa utani. Tusameane bwana. Mama akasema pale kwenye maji hakutoa maelezo yoyote wapi. Hapa kwenye mkate. Kwenye mkate akasema hapa, akasema Biblia inasema hapa, akasema kwenye mkate hakusema. Biblia inasema naye akasema kama Bwana Mungu wako aishivyo. Alijua huyu ni mtumishi wa Mungu. Yaani hapa kwa Kiswahili cha aliapa kabisa. Na hapa kabisa mtumishi wa Mungu. Sina mkate ila kozi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa. Nami ninaokota kuni 2. Yaani atamke tu na kuni tu. Ili yaani nikataka kusisitiza nabii kwamba ajue huyu mama ana shida gani. Naokota kuni 2. Anasema ili niingie nijipikie mwenyewe na mwanangu tule kisha tufe. Bwana asifiwe sana. Ndio lilokuwa tumaini la mwisho la huyu mama mjane. Yeye anataka kule kuni 2 apige mkate na mtoto wake wale ili wafanyeje? Wafe tu. Bwana asifiwe sana. Na alitoa maelezo mazuri kwa nabii. Akijua huyu ni nabii wa Mungu. Inamkini Mungu hajamuonesha haja yako hadi iliyokuwa nayo. Ndio maana kaniomba. Atakuwa ajui. Unajua sura, yaani muonekano wangu tu hajatambua kama bado shida hapa. Akaamua ampe maelezo. Yaani kamilika maelezo ya bwana, wewe ukiambiwa mambo kama haya kwanza. Lazima uelewe bwana, mtu kweli ana hela. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Lakini Biblia inasema Elia akamwambia, usiogope, nenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujitengenezewe na mwanao. Hivi watumishi wa Mungu, hii ni kauli au ni lugha ambayo tunasoma sasa hivi tunaona ni rahisi, lakini mazingira wakati ule Elia mwenyewe alifunga mvua ndani ya miaka mingapi? Yeye mwenyewe Elia alifunga mvua, na ukame wa ajabu upo katika hiyo nchi. Sio kwa mwanamke yule tu, nchi nzima. Lakini bahati mbaya yule mwanamke mjane alikuwa ni mjane, hana mume. Bwana asifiwe sana. Kwa hata mazingira yake hata ya akiba inawezekana alikuwa hana. Hicho kwa ndio hicho tu. Anaitoa taarifa kama hizi. Ametoa maelezo yote hayo. Nabii hajamuelewa mtumishi wa Mungu. Akasema, najua unacho hicho tu, ila nifanyizie kwanza mimi kwanza, kisha fanya wewe. Bwana asifiwe sana. Watu walikuja Jumani niliwaambia hivi, angekuwa ni mtu wa sasa hivi anaambiwa hivi, kizazi hiki cha sasa, jichagulie jibu, ungemjibu nini nabii? Kwa maelezo hayo tuliyotoa, unanielewa? Kwanza ukisema ile pepo, watumishi wa Mungu mnajua kabisa tukisema ushindwe, huyo sio Mungu. Mungu na Biblia sio wa hivi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Lakini Biblia inasema, kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga haitapunguka, wala ile chupa ya mafuta haitaisha, hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia, na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi. Wakala siku nyingi mpaka ile hali ya njaa ilipoondoka, na Elia hakuondoka yule mama. Bwana asifiwe sana. Walikuwa nakula wote. Sikilia tena hapo. Bwana asifiwe sana. Walikuwa nakula wote. Kale kachupa ilikuwa na kando wanakula. Kesho wanakula. Bwana asifiwe. Siku ambayo unaunga robo ndio siku ambayo Mungu anamleta mtu anayetaka chakula. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Siku ambayo wewe umeenda kazini una 1000 tu, 500 umepandia unapoenda kutoka hapa, kutoka Kibwaba mpaka mjini, baki 500 kurudia. Ndio siku hiyo Mungu anamleta mtu. Unakuta na mtu anakuambia jamani naomba 500 tu.
ya chakula, sio nauli ya chakula. Wewe nauli, ila yeye nini? Nimekuja kwa mguu, nitarudi kwa mguu. Lakini hata andazi nyumbani sina, naomba 500 nikale. Na wewe ndio unayo hiyo tu. Bwana sasa. Bwana sasa. Nikasema hivi, siku ambayo umekuja kanisani una 2000 tu. Umesema 1000 utatoa sadaka, 1000 ya chakula nyumbani. Baada hapo unajua mimi itakwaje. Ndio siku ambayo mchungaji anasimama anasema, Mungu kanambia wewe hapo leta 2000 kwa ajili ya mchango wa kiti. Na anakutaja kabisa wewe hapo. Bwana asiwe. Bwana asiwe sana. Ni Mungu, watumishi wa Mungu. Ni nani? Mungu. Ni nani? Mungu anachotaka nipe kwanza mimi. Nipe kwanza mimi. Ni rahisi kusema, ila najaribu kuvaa usika yule mama mjane. Kale kaunga ilikuwa ni baita yeye na mtoto wake. Mtoto hadi sana. Maana ilikuwa ni wawili ndio vinaisha. Sasa maana yake akiingia nabii kwanza aanze kula. Nini kinabaki pale? Na nabii kasema ale kwanza yeye, hujui kutosheka kwake kukoje. Yaani yeye asibe aonekane ameshiba ametosheka ikoje hiyo hadi. Sababu kushiba ni tofauti watumishi wa Mungu. Ninaposhiba mimi ndio tofauti. Sio elewana. Inaweza kushiba kwa nabii hata hiyo ilikuwa itoshi ile. Ndio hivyo. Lakini ale kwanza Mungu huyo ndio Mungu. Bwana asifiwe sana. Mungu anataka kuinua, kubariki. Ale kwanza ambaye ndio chanzo cha nini? Tunaelewa watumishi wa Mungu. Hili jambo ambalo Mungu atamani sana tulielewe. Tunakutana na kesi nyingi sana. Mtu uliokoka katika mazingira haya. Yaani unakutana na mtu kabisa Mungu anakugusa kabisa, fanya kitu hapa. Ukijangaa mfukoni, yani wewe ndio hiyo ndio senti ya mwisho. Yaani ndio senti ya mwisho, Lakini Mungu akusukuma fanya kwa huyu mtu. Unajaribu kupingana ile alifanya fanya. Tumishi wa Mungu usifanya. Usiache nini? Fanya. Hawa ni watu wanaonekana kuja kufilisi kwenye hicho kidogo hicho kwa, lakini walisia sio kama wamekuja kufilisi. Mungu anawatumia ili akutoe hapo ulipo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Yaani nikasema ni watu ambao sio kama wana shida. Tutoe mfano wa Elia hapa. Hakuwa na shida yeye. Natoa mfano mchungaji basi. Roho amemuongoza. Mchungaji ana shida kwani shida 2000 yako? Kwamba yeye hawezi kupata 2000. Lakini mara nyingi Mungu anasema kile kitu ambacho unacho yani. Yaani uzuri wa Roho Mtakatifu huwa anasema kile kitu ambacho ndio maana kinagusaka mtu personal. Ndio hivyo. Yaani mambo kama hayo hayagusi watu wote. Inagusaga mtu kwa sababu Mungu anasema na mtu. Na ni kweli watu wote wanaweza kawa wameguswa. Yaani yaani unamshukuru Roho Mtakatifu kimetokea. Kuna mchungaji hapa amesema wanaotaka mwaka huu ajenge historia. Tumenyanyua si watu wengi tumenyanyua tunataka tengeze historia. Ilipotamka historia inataka jengoje. Roho Mtakatifu kasema. Inapotoka ile tukio nikajihoji mwenyewe mimi nitaka niwe moja historia. Lakini kwenye hili hajasema na bibi tu. Nikasema kwenye hili Mungu anasema na bibi, nisije muongo. La umeme kanisa hili peke yangu. Hili bora karibu sasa. Kisisi katika Roho Mtakatifu tusamehe tu, sio Biblia inasema na bibi kwa ile. Na uhakika kabisa sio mimi sijasema na bibi. Lakini Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Aliyesema naye alifanyeje? Yaani kama wote tumko hapa asingetokea mtu. Roho Mtakatifu alikuwa ni muongo, kitu ambacho sicho. Bwana asifiwe sana. Mungu anasema na mtu binafsi, personal. Yaani aliyosema ile kinachotajwa pale unaweza kahisi kwa ni kitu kikubwa kwa wewe, sababu anasema na wewe. Ila kuna mtu Mungu anasema naye specific kabisa. Bwana asifiwe. Na anaposema sio kama mtu ana vitu vingi. Yaani inawezekana ni kweli, inawezekana ndio hela hiyo, yaani alikuwa anasema pale. Ndio hiyo. Yaani ndio bite ya yote tukapokaa. Ndio aliyokuwa nayo yote hiyo. Na akitoa mipango yote huku itasimama. Lakini ndio hivyo Mungu amesema afanyeje? Watumishi wa Mungu, tunaelewa watumishi wa Mungu. Tunaongea masuala ya uchumi. Masuala ya nini?
namna kushughulikia uchumi watu waliokoka tofauti na mtu ambaye hajaokoka. Watu waliokoka haya pia mambo Mungu anafanya ili atuinue katika nini? Kukua kwetu katika uchumi wetu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Naingia sehemu ya pili. Bwana asifiwe. Namba 2. Hii kwa namba 1. Watu wanaonekana kuja kufilisi kwenye hicho kidogo hicho kwa nacho. Mtumishi wa Mungu kama hawajawahi kuja, Mungu atawaleta. Yaani kama hujakutana na hii scenario, tegemea ili Mungu akutoe. Kuna watu kama hawa atawaleta. Bwana asifiwe sana. Kuna scenario kama hizi Mungu atazileta kwako. Jiandae. Roho Mtakatifu lazima siwe na wewe. Usipinge. Bwana asifiwe sana. Yaani sio masuala ya kanisani tu. Kokote hata nje huko. Unaweza kaa huko hospitalini huko umetingwa na mgonjwa wako, naomba akaja mtu fulani hivi hapa hapo. Tena akuomba, yaani kaona huyu Mungu ana huruma. Yaani mimi niko na mgonjwa hapa, nauguliwa, bana niomba hela mimi ninayeuguza. Lakini kama Roho Mtakatifu anasema na wewe, kutoka ndani utajua tu huyu ni Mungu. Ukienda upinzani ukikataa, yaani ndio hapo hapo umejaribia vitu vyako. Bwana sana. Ni maeneo ambayo watu tuliokoka pia tunakosea sana. Kuna wakati tunashindwa kuvuka pale tulipokuwa. Tunataka tuende viwango vingine vikubwa. Kwa sababu hatukumtii Roho Mtakatifu, tumejikuta hatuinuki. Bwana asiwe. Bwana asiwe sana. Watu wa namba 2, watu wanaonekana hawana kitu lakini watu waliobeba connection. Bwana asiwe sana. Namba 2. Hawa ni watu tofauti na hawa kwanza. Hawa kwanza ni watu yaani mtu anaona kabisa huyu ana kitu. Lakini amekuja kwa kuona kama vile kufilisi tu. Unaona kabisa huyu sio maskini. Huyu mtu yaani hana uhitaji. Tena wewe una uhitaji kuliko hata yeye. Namba 1. Yeye namba 2 ni watu wanaonekana hawana kitu. Ni watu ambao wanaonekana hawana kitu. Lakini ni watu waliobeba connection. Bwana asifiwe sana. Nimesema hivi, tuishi vizuri na nani? Na watu. Hata kama wewe una kiwango fulani vya kiuchumi, kuna watu wanakuzunguka hawana kitu. Usiwadharau. Bwana asifiwe sana. Usiwadharau. Bwana asifiwe sana. Kuna kazi unahitaji sana. Umemwomba Mungu tena kwa habari hiyo kazi akupe. Lakini kwa sababu kuna watu kuheshimu, inawezekana Mungu bado ameshindwa kufungua milango ya hiyo kazi. Bwana asifiwe sana. Kuna watu anatakiwa kuwatumia ili wakufikishie hiyo kazi, lakini wewe kwa sababu unaheshimu watu. Kuna mtu ni mchunga ng'ombe tu. Mchunga ng'ombe na nini huyu? Kwanza mtu mwenyewe ni mchunga ng'ombe. Unamchukulia hizi. Bwana asifiwe sana. Wewe kumbe kuna kazi wewe unamwomba Mungu usaidie nikuletea nini? Umetuma masibio kibao. Yanataka kujibiwa, umepewa kalenda nyingi. Lakini yule mtu ambaye umemdharau, kumbe hajafanya kazi, anafahamia na bosi ambaye ana kampuni ambalo wewe ndo eneo lako lile. Yeye ni bosi wake, hajafanya kazi, alikuwa afanya kazi wake. Kwa hiyo yeye, unajua mtu akiwa bosi wako, ushakukaa naye kuishi naye, nao anapoongea na wafanya kazi tofauti na wewe. Bwana sana. Kumbe kwa ungekuwa unaongea vizuri na yule pale, angesema ungepiga story kidogo na yeye, ungekuwa unapiga naye story kidogo, naongea naye kidogo, anambia alafu wewe wewe unasoma swala fulani, usome swala labda nini, labda ya survey. Mbona na bosi wangu fulani hivi ana kampuni sehemu fulani hivi, ngoja kwa nitaongea naye. Yeye hahitaji hiyo kazi, hata hiyo kazi, lakini ni mtu tu abeba nini, connection. Bwana sana. Watu ambao wamebeba nini, yaani wao hiyo kazi haiwahusu, hawahitaji hiyo kazi, hawana shida nayo, ila kupitia wale wewe utapata vitu vyako. Bwana sana. Hawa ni watu wanaonekana hawana kitu, lakini watu waliobeba nini, connection. Watu wanaojuana nani? Bwana sana. Kuna wakati wa vitu wanashindwa kuipata sababu tu hatujuani na watu. Bwana sana. Yaani kuna vitu wanashindwa kuvifikia sababu tu hatujuani na nani? Kuna mtu kwako naishi ni mgumu kufikia. Lakini kuna mtu yule mtu ni yaani ni rahisi kabisa, anaongea naye haraka tu. Brother, samani, dogo vipi? Samani brother, hizi ni hapo nani kwenye kampuni hapo, kuna rafiki yangu hapa amesema mambo, angekuwa tamani. Wajua naye? Vipi? Unamwamini? Namwamini brother. Basi mwambie kesho alete. Sisi tunapata kitu hapo. Yaani wewe ulivyo hivyo na heshima zako, kuna sehemu fulani huwezi kuziingia. Ila kuna mtu ambaye yaani hana elimu, kazi yake anachunga ng'ombe tu, au alikuwa ni house girl wa huko, lakini kupitia yeye kuna kitu ambacho Mungu angefikiria angekupatia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Watu
Ndio maana kwenye ile mfereji wa uchumi kwenye watu pale nilikazia sana. Kwa sababu najua huku kuna watu wa namna hiyo pia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Watu wanaonekana hawana kitu lakini ni watu waliobeba nini? Connection. Watu hawa wengine wanakuwa na sifa kama madalali fulani hivi yani. Unajua madalali wanajuana na watu. Si ndio hivyo? Yaani watu wana sifa kama dalali hivi. Yaani wana tabia za udalali fulani hivi. Wanajuana na watu, wanabeba fursa. Wanawajua watu wenye vitu unaovihitaji. Lakini wao hata hawahitaji vitu hivyo. Yaani hawa wanajua tu watu wanajua watu ambao wana vitu ambavyo wewe vitu unavihitaji. Lakini wenyewe watu kama wao wenyewe, hiyo vitu hawahitaji. Kwa hiyo hata ukiwanunia hawana shida na wewe. Lakini wewe ndio unapata nini? Hasara. Sababu inawezekana hapa ulipo ungetoka kwa sababu tu connection ungeipata, lakini kwa sababu tu umesahau wale watu umeshindwa kutoka hapo ulipo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kupitia watu ukiwaheshimu utakuwa mbali sana. Tusome Wafalme wa pili. Kurudi tena kwa Wafalme. Wafalme wa pili sura 5 pale. Kitabu cha Wafalme wa pili 5:1-4. Basi Naamani jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu alikuwa mkubwa mbele za bwana wake na mwenye kuheshimiwa kwa sababu ya mkono wake alikuwa amepewa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Na Washami walikuwa wametoka vikosi wakachukua mfungwa mmoja kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, naye akamhudumia mkewe Naamani. Bwana asifiwe sana. Sasa kwa kumalizia tu kwenye hichi ndani ongea nini hapa? Bwana asifiwe. Hajamaliza kusoma. Bwana asifiwe sana. Hapa tunamuona Naamani. Naamani alikuwa ni jemadari mkubwa sana, mtu mkubwa sana. Bwana asifiwe sana. Lakini Biblia inasema Naamani alikuwa na nini? Na ukoma. Bwana asifiwe. Na kipindi kile ukoma ilikuwa nini? Ni laana, sio hivyo? Bwana asifiwe sana. Katika ukoma wake huo Mungu alimtumia msichana wa kazi. Msichana nani? Naamani alikuwa na mke. Yule mke alikuwa anamuonea huruma sana mume wake, lakini alikosa nini? Msaada, hakumsaidia. Bwana asifiwe sana. Alikuwa na majeshi makamanda kibao, lakini walikosa nini? Lakini yuko mjakazi mmoja ambaye tolewa huku utumani huko Israeli, akaletwa huku kwa Naamani huku kama mjakazi, kama mfanyakazi, kama house girl. Yeye ndiye alileta majibu ya uponyaji wa Naamani. Bwana asifiwe sana. Mungu alimtumia msichana wa kazi. Wale watu unaohisi hawana maana ndio Mungu huwa anafanyeje? Anatumia. Kama Mungu alitumia msichana wa kazi akaleta uponyaji kwa Naamani, ukoma wake ukaisha, ndivyo Mungu alivyo. Anaweza akamtumia mtu ambaye ukuzania kabisa akaleta ukombozi kwenye maisha yako. House girl alikuwa anashana uponyaji yeye. Angeamua kuitulia tu kimya, mimi house nifanye nao ni uso. Angefanya sala gani? Angefanya sala. Asa ingekuwa ya nani? Ya Naamani. Bwana asifiwe sana. Lakini huyu dada huyu analeta masuluhisho. Alikuwa anajuana na huko, anajua kama sehemu fulani kuna uponyaji. Watu hawa wana taarifa, wanajua vitu. Hata havihitaji vitu, lakini wanavijua. Kupitia wao, neno lao moja tu linaweza kuleta uponyaji na ukombozi kwenye maisha yako. Bwana asifiwe sana. Mungu abariki sana. Tuendelee jioni. Karibu mchungaji mwingine.